Mtazamaji, sikiliza kwa makini. Hii inaweza kuwa sauti ya mwisho ya ukweli utakaosikia kabla ya kufutika kabisa kwenye orodha ya walio hai na kugeuka kuwa namba nyingine kwenye takwimu za walioshindwa. Angalia maisha yako kwa jicho la ukatili ambalo hujawahi kuthubutu kulitumia. Je, kila kitu kinaonekana kiko sawa? Una heshima mtaani, una ratiba inayotabirika na pengine una kile unachokiita amani. Lakini ukweli ni kwamba unajizika ukiwa hai na unaita hali hiyo mafanikio. Kuna mtego wa kistaarabu ulioundwa kukufanya upoteze fahamu wakati kisu cha mfumo kikianza kukurarua. Dunia imekupa ustawi kama sumu yenye ladha ya asali. Kila unavyozidi kujitahidi kuwa raia anayekubalika na kuwa mtu wa kawaida, ndivyo unavyozidi kupoteza uwezo wako wa kuwa mtawala. Usalama unaouabudu leo ni gereza lenye kuta za hariri ambalo limejengwa kuzuia usione kuwa wewe ni rasilimali inayovunwa. Angalia mikono yako. Hiyo si mikono ya mjenzi, ni mikono ya mfungwa anayesafisha gereza lake mwenyewe kwa bidii na tabasamu la kinafiki. Wewe si mmiliki wa uhai wako. Katika mchezo huu wa nguvu, wewe ni msimamizi wa urithi wa watu wengine. Unatumika kila dakika ya damu na jasho lako kulinda kuta na utajiri wa watu ambao hawatajali hata kidogo ukigeuka kuwa vumbi kesho asubuhi. Kila unachokiita usalama ni kodi unayolipa ili mfumo uendelee kukuponda bila wewe kupiga kelele. Unapoteza utambulisho wako kwa kubadilishana na mshahara unaoishia kwenye tumbo la mwingine. Mwili wako unaendelea kutembea, lakini roho yako imeshakwama kwenye maktaba ya rasilimali za wengine. Ndoto zako zimebadilishwa na mipango ya kustaafu na uhuru wako unapigwa mnada. Tazama kabla hujachelewa, maana kuta hizi za amani ya bandia zinaendelea kuwa nene kila unavyozidi kujidanganya kuwa uko salama. Hapa ndugu, ni Kizani. Usiupende moyo wako, maana ndio mlango ambao mfumo unaotumia kukuteka. Biolojia yako imetengenezwa kukuweka hai, lakini haijatengenezwa kukuweka huru. Huu ndio ulemavu wa silka. Ndani ya ubongo wako kuna sehemu inayopiga kelele kila unapofikiria kupiga hatua nje ya mstari. Inakwambia kuwa giza la kule nje ni hatari, lakini haikwambii kuwa mwanga unaofuata sasa hivi ni mwanga wa taa inayowavutia wadudu kwenye mtego. Unadhani mshahara unaopokea kila mwisho wa mwezi ni tunzo ya jasho lako? Huo sio mshahara, ni kifungo cha ratiba. Ni dozi ndogo ya utulivu iliyopimwa kwa usahihi wa kimaabara ili isikufanye uwe tajiri, bali kufanye uwe na hofu ya kupoteza. Wanajua kuwa mwanadamu mwenye tumbo lililojaa nusu hawezi kuleta mageuzi. Wanatumia hofu yako ya kukosa, hofu ya kuonekana umeshindwa mbele ya ndugu zako, na hofu ya kuwa huna kitu kama kamba za kukuongoza kuelekea kwenye machinjio ya ndoto zako. Katika kila hatua ya ukuaji wako, kuanzia shuleni hadi ofisini, umeandaliwa kuwa rasilimali inayotabirika. Mfumo hauhitaji fikra zako, unahitaji utii wako. Unapewa ahadi ya utulivu na heshima ya bandia ili uache kupambana. Wanataka uwe na furaha kidogo ya kununua vitu vya anasa, lakini uwe na deni kubwa la kutosha kukuweka kwenye mstari wa uzalishaji hadi siku ya mwisho ya uhai wako. Angalia maisha yako ya kila siku. Unatumia saa 10 za damu yako kujenga himaya ya mtu ambaye hata hajui jina lako. Unauza saa zako bora zaidi, nguvu zako za ujana na ubunifu wako kwa ajili ya makombo yanayoishia kulipa kodi ya pango na bili za maji. Wewe si mwanadamu tena. Wewe ni betri ya mfumo. Uhai wako unatumika kama nishati ya kuwasha majumba ya watu wengine, huku kwako kukiwa na giza nene. Unafanya kazi kwa bidii ili ununue vitu ambavyo vitakusahaulisha kwa muda mfupi kuwa wewe ni mtumwa mwenye tabasamu. Kila mara unavichagua usalama badala ya mapambano. Unaruhusu ufunaji wa roho uendelee bila upinzani. Unadhani unajenga maisha, lakini unachofanya ni kusafisha kuta za gereza lako. Unajenga himaya za watu wanaokuona kama namba tu kwenye ripoti ya faida ya mwaka. Hii ndiyo sababu maisha yako yamekwama. Huogopi kifo, unaogopa kupoteza kuta za hariri za gereza lako, huku ukisahau kuwa nje ya kuta hizo, katika hatari na giza ambalo unalikimbia, ndiko kuliko na kiti chako cha enzi. Ukweli ni huu: huwezi kuwa mtawala huku bado unategemea huruma ya mfumo kukulisha. Huwezi kuwa huru huku bado unaabudu usalama wa bandia. Unachokita maisha sasa hivi ni maandalizi tu ya mazishi yako ya baadaye. Swali ni, utaendelea kuwa rasilimali inayovunwa au utaanza mchakato wa kuwa mtawala?
Sogeza sikio lako karibu, maana hapa ndipo tunapofungua ukurasa wa kitabu ambacho kimekuwa mwongozo wa watawala kwa karne 5 sasa. The Prince cha Niccolo Machiavelli. Machiavelli hakuwa mwalimu wa maadili, alikuwa fundi wa madaraka, na ukweli wake ni huu: amani ni maandalizi ya vita yanayofanywa kwa siri. Katika sura ya 14 ya kitabu chake, Machiavelli anasema kuwa mtawala hapaswi kuwa na lengo lingine wala wazo lingine isipokuwa sanaa ya vita. Anatuonya kuwa njia ya kwanza ya kupoteza utawala wako ni kupuuza sanaa hii na kutulia kwenye amani ya bandia. Unapoona maisha yako yako salama, ujue umeanza kupoteza vita ambayo hata hujui kama inapiganwa. Huu ndio mwanzo wa kuanguka kwako. Machiavelli anatambulisha dhana ya manabii wenye silaha na manabii wasio na silaha. Anasema manabii wote wenye silaha walishinda na wale wasio na silaha walishindwa. Katika lugha ya leo, wewe ni nabii usiye na silaha. Una ndoto, una malengo, una maono, lakini huna silaha za kulinda nafsi yako. Silaha yako si bunduki, ni uwezo wako wa kujitegemea bila msaada wa yoyote. Bila silaha hizi utabaki kuwa rasilimali inayovunwa na wenye nguvu. Inabidi uelewe hatari ya silaha za kukodi. Machiavelli anasema hizi ni silaha za hatari na haziaminiki. Mshahara wako, sifa unazopewa ofisini na heshima ya jamii ni silaha za kukodi. Siku ukishindwa kuzilipa kwa utii wako, zitageuka na kukuangamiza. Huwezi kuwa mtawala huku unategemea silaha za watu wengine kukulinda. Kama unataka kuingia ndani ya akili ya mtawala na kuelewa ramani hii ya ukatili wa kimkakati, nimekutayarishia nakala ya siri ya kitabu cha The Prince cha Niccolo Machiavelli kikiwa katika lugha ya Kiswahili. Lakini nakupa onyo, hiki ni kitabu cha hatari. Ni silaha inayoweza kukuharibu kama huna msimamo wa kutosha kuibeba. Kama unathubutu kukisoma, nitumie ujumbe WhatsApp namba hiyo. Chukua maarifa haya kabla giza halijatanda. Turudi kwenye muundo wa gereza la maoni. Machiavelli anazungumzia ngome. Anasema kuwa ngome ni mtego. Unadhani unajijengea kuta za usalama, nyumba, akiba, kazi ya kudumu na kadhalika, lakini kuta hizo ndizo zinazokufanya uwe mbali na ukweli wa adui anayekuvizia. Unapotafuta usalama kwenye ngome, unakuwa mfungwa wa kwanza wa ngome hiyo. Utawala wa nafsi huanza pale unapoamua kuwa maoni ya watu ni kelele tu za rasilimali nyingine zinazogombania nafasi ya kuvunwa. Huwezi kuingia kwenye ushupavu wa siri huku bado unatafuta kukubalika na wale ambao tayari wameshasagwa na mfumo. Lazima uwe tayari kupotea machoni mwao ili upatikane kwenye kiti chako cha utawala. Sasa fanya hisabu hii ya kikatili pamoja nami. Katika uchumi kuna dhana inaitwa gharama ya fursa au opportunity cost. Ni thamani ya kile unachokipoteza unapochagua kufanya jambo moja badala ya jingine. Unapochagua amani, gharama unayolipa ni utawala wako. Unabadilishana uwezo wako wa kuwa mtengenezaji wa hatima yako kwa ajili ya uhakika wa kupata mlo wa jioni. Huo ni mkataba mbaya zaidi katika historia ya mwanadamu. Mwanafalsafa Friedrich Nietzsche alizungumzia kiumbe anayemuita mtu wa mwisho, the last man. Huyu ni mtu ambaye ameacha kutafuta makubwa, ameacha kupambana na anatafuta tu ustawi na starehe ndogo ndogo. Nietzsche anasema huyu ndiye kiumbe anayedharaulika zaidi. Mtu wa mwisho anajidanganya kuwa amegundua furaha, lakini ukweli ni kwamba amekuwa rasilimali tulivu. Kila sekunde unaofurahia usalama wako, unakaribia kuwa huyo mtu wa mwisho, kiumbe ambaye hana moto, hana hatari na hana maana yoyote kwa ulimwengu isipokuwa kutumika kama betri. Hii ndiyo kodi ya amani ambayo mfumo unakutoza. Katika sayansi ya fizikia kuna kanuni ya entropy. Kitu chochote kisichokuwa kinaharibika. Usalama wako ni hali ya kutosogea au stagnation. Katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi, kutostawi ni kuanza kuoza. Unadhani unahifadhi nguvu zako kwa ajili ya baadaye, lakini ukweli ni kwamba misuli yako ya utawala inasinyaa. Unapoteza uwezo wa kufanya maamuzi magumu, unapoteza ujasiri wa kukabiliana na giza, na mwishowe unapoteza nafsi yako. Angalia gereza lako la hariri. Unalipia gereza hilo kwa kutumia sarafu ya thamani zaidi duniani, muda wa uhai wako. Unatumia miaka yako bora zaidi, ile miaka ambayo ungetakiwa kuwa mjenzi wa himaya, kufanya kazi ambazo hazikuongezei thamani yoyote ya kudumu. Huku ndiko tunakuita uvunaji wa thamani ya ndani. Mfumo unavuna ubunifu wako na kukuachia uchovu wa akili. Unaporudi nyumbani ukiwa umechoka kiasi cha kutoweza hata kusoma ukurasa mmoja wa maarifa, ujue tayari unavunwa. Huu ndio ukatili wa amani yako. Inakufanya uwe na hofu ya kifo wakati tayari umekufa ndani. Unajilinda usipoteze kile ulichonacho.
huku ukisahau kuwa kile ulichonacho ni pingu za dhahabu. Ni vizuizi vinavyoonekana vizuri, lakini bado ni vizuizi. Swali la kujiuliza katika chumba hiki cha siri ni hili: thamani ya roho yako ni shilingi ngapi? Je, ni mshahara wa kila mwezi? Je, ni sifa za watu wanaokuzunguka? Kama unaweza kuwekewa bei, basi wewe ni bidhaa, na bidhaa ikichakaa hutupwa. Usingojee hadi mfumo ukutupilie mbali ukiwa huna thamani tena. Anza kulipa gharama ya uhuru sasa, kabla kodi ya amani haijakufanya ufilisiki kabisa. Sasa hatutaki maneno ya faraja, tunataka uhandisi wa vitendo. Ili uache kuwa rasilimali na kuanza safari ya kuwa mtawala, lazima uwe na mchakato wa kutoroka ambao unaweza kuupima. Kwanza unahitaji kutumia kanuni ya ushupavu wa hatari iliyotolewa na Nassim Taleb. Fahamu kuwa usalama ni adui wa ukuaji. Katika maisha ya kawaida, mfumo unakutaka utegemee chanzo kimoja tu cha mapato, mshahara. Hiyo ni kamba ya shingoni. Hatua ya kwanza ya kivitendo ni kuanza kujenga ujuzi wa siri ambao mfumo hauwezi kumiliki wala kudhibiti. Tenga masaa zaidi kila siku, wakati wengine wamelala au wanaangalia mitandao. Jifunze kutengeneza bidhaa au huduma na kuitia sokoni kwa masharti yako. Unapokuwa na uwezo wa kuzalisha nje ya mfumo, kuta za gereza lako zinaanza kupasuka. Pili, fanya mchakato wa kujitenga na umati. Mtawala huanza kwa kukata kamba za kijamii zinazomvuta chini. Hii inamaanisha kusema hapana kwa vikao vya ndugu au marafiki visivyo na tija, ambavyo lengo lake ni kupoteza muda. Muda wako sio kupoteza, ni mali ghafi ya himaya yako. Anza kuishi maisha ya siri. Acha kutangaza mipango yako. Mtawala anajenga nguvu zake gizani na anajitokeza tu pale ushindi unapokuwa tayari umeshapatikana. Huu ndio mchezo wa kujificha katika mwanga. Tatu, lazima uwe na elimu ambayo haipo kwenye mitaala ya kawaida. Huwezi kutoroka gereza kwa kutumia ramani iliyochorwa na mlinzi wa gereza hilo. Kwa ajili hiyo, nimeandika kitabu kipya kinachoitwa Uvunjaji wa Pingu. Hii si hadithi, ni mwongozo wa kina unaokwenda mbali zaidi ya kile tunachoweza kuzungumza hapa YouTube. Ndani yake nimechambua mbinu za kisaikolojia na kimkakati za kuanza kutoroka kwenye mtego wa maisha ya kawaida na kurejesha utawala wako. Kama uko tayari kuingia kwenye hatua hii nzito ya maarifa, nitumie ujumbe WhatsApp namba hiyo wakiwa na neno la siri pingu. Hiki ni kwa ajili ya wale tu ambao wamechoka kuwa rasilimali na wako tayari kulipa gharama ya kuwa watawala. Muda unayoyoma. Maamuzi unayofanya leo ndiyo yatakayoamua kama utazikwa kwenye jeneza la hariri au utatawala kwenye kiti chako mwenyewe. Kama elimu hii imekugusa na unajua kuna mwingine anayehitaji kuamka, like video hii, subscribe ili usipitwe na siri zijazo, na share kwa wale wachache wenye ujasiri wa kusikia ukweli huu. Mimi ni sauti inayokumbusha kile ulichokisahau, lakini wewe ndiye unayepaswa kutembea kuelekea kwenye uhuru wako. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.